chini ya kilomita moja ndani ya KPA, badala ya kugharimu 1.7 billion inagharimu 8.44 billion, a difference of more than 6 billion. 6 billion imeibiwa. Hao ilikuwa ingeibiwa. Walikuwa wanataka kutoa oil pahali mafuta inapokelewa, wa kuchange kutoka pahali vingine paka hapa. Wakakuja na ile tenders inafanywa. Unajua tenda ya serikali ile, yaani ile contract watu wanapewa, wale kandarasi wanapewa kufanya kazi, iko na utaratibu wake. Zile kampuni ambao zina uwezo wa kufanya hiyo kazi zinakuja, zinapewa, zinaleta ile tunaita tenda, alafu ile ambao ina bei mzuri na inajulikana inaweza fanya hiyo kazi mzuri ndio inapewa. Hiyo sheria wakaweka kando, wakapatia kampuni ya China ambao haijahitimu, haijafanya kazi ambayo inajulikana. Na kama ingeendelea, kama sio hiyo upepesi hiyo imetoa, kama ingeendelea tungepoteza mabilioni, more than 10 billion shillings. Alafu mnajiuliza kwa nini watoto hawaendi shule? Kwa nini dawa hakuna wa hospitalini? Mnaona pale pesa naenda? Hii yote ni pesa inaenda kwa mifuko ya watu. Hiyo muhuri ya serikali inatakikana kukaa kwa ofisi ya Attorney General. Ofisi ya Attorney General. Na wakati inawekwa kwa maandishi yoyote kama contract, kama ile contract, Attorney General mwenyewe anatakikana kuwa huko. Kwa nini? Attorney General ndio sheria mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali. Anatakikana kuwa huko kwa sababu kitu ambao watu wa Kenya wanaweka muhuri yao, lazima Attorney General ahakikishe ya kwamba hiyo kitu imefanywa kulingana na katiba yetu.